Karibu ndugu mpendwa katika channel yako pendwa ya Dimen TV. Kipindi hewani ni funzo. Tunaendelea na sehemu ya pili ya kitu ambacho kinaitwa nyota. Tuweze kufahamu mazingira ya nyota kiujumla, tuweze kufahamu ni namna gani nyota yako inaweza ikawa pia imesababishwa kuweza kufifishwa hata na wewe mwenyewe, ama ni vitu gani ambavyo vinasababisha muda mwingine nyota yako inaweza isiwe nzuri ama isiwe salama. Kwa hiyo yote hayo tutajifunza katika kipindi hichi cha funzo, na samahani sana kwa sababu makala tuliweza kutangulia nayo ya nyota sehemu ya kwanza ambayo ni part 1. Tulikuwa tumeandika funzo nyota part 1. Hili somo liliweza kuishia njiani, ama tunasema tulichukua zaidi ya mwaka mzima sasa kwa kuwa nguvu imerejea tena, lakini pia baada ya mashambulizi ya muda mrefu kukwama na hapa na pale, lakini pia na matatizo ambayo kidogo yametukuta, ama tunaweza tukasema kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kutokea, na haya ni kama majaribu tu, lakini Mungu ni mwema, tumeweza kurejea tena. Kwa hiyo inabidi uweze kuwa pamoja nasi na uendelee kutupa macho yako ama kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Kwa hiyo tunaendelea na sehemu ya pili ya somo letu ambalo tulilianza la kuhusiana na nyota. Kimsingi tunaposema nyota lazima uweze kutambua kwamba ni mfumo wa malango ambao pia unapatikana katika mfumo wa mwili wa mwanadamu, na malango haya yako 7, na malango haya yanatengeneza kitu ambacho kinaitwa nyota. Na malango haya yanapokuwa na nguvu, ama tunasema yanapokuwa yako wazi, mara nyingi yanamsababishia binadamu kuweza kuwa na baadhi ya vitu fulani vya kitofauti sana ambavyo vinaweza vikamfanya apendwe sana, vinaweza vikamfanya aonekane katika mazingira fulani, ama vinavyoweza kumfanya awe ni mtu wa namna fulani ya kipekee sana. Kwa hiyo malango haya yanapokuwa yamechezewa, ndipo yanaharibu nyota ya huyu mtu, ama tunasema ndipo yanakwenda kufifisha nyota ya huyu mtu. Huyu mtu anakuwa haonekani kwa sababu tayari kwenye malango yake kuna kitu ambacho hakiko sawa. Na malango haya, kama ni mfuatiliaji wa vipindi vyetu vilivyopita, ni kwamba malango haya huwa yanapatikana katika chakras, ama tunasema ile milango 7 ambayo mwanadamu anayo katika mwili wake, na hii inamwezesha yeye kuweza kuwa binadamu aliyekamilika, ama tunasema inamfanya awe binadamu kamili kwa sababu ya malango haya 7, hasa katika upande ule wa kiroho. Kwa hiyo unaweza ukafanya mambo makubwa, mambo mengi kwa sababu ya malango haya 7 kuweza kuwa yanafanya kazi. Sasa tuweze kuangalia vitu ambavyo pia vinaweza vikasababisha nyota ya mwanadamu ama nyota yako ikawa imeandaliwa mazingira ya kuweza kufa ama kufifisha. Kwanza nianze kugusia na mtu binafsi. Pindi ambapo unakuwa haujiamini wewe mwenyewe, ama pindi ambapo unakuwa labda kuna jambo ambalo limetokea linakutatiza na ikasababisha wewe mwenyewe kutokujiamini, jua kwamba nyota yako inaweza ikawa ni ngumu kuweza kuonekana, kwa sababu kile kitendo cha wewe kuweza kushuka ama ile kutokujiamini na kushuka kwa imani yako katika hali ya mazingira ya namna fulani, hichi ni kitu ambacho pia kinafanya malango yako kutofanya kazi vizuri ama kutong'ara tena kama inavyotakiwa. Kwa hiyo unaweza ukashangaa ya kwamba mbona kuna kipindi fulani nikiwa na hali mfano kama vile hali ya kuweza kujisikia vibaya ama hali ya kutokujiamini, pia hata kazi zangu zinakuwa ni mbaya, ama pia hata kitu ambacho nakifanya pia hakiendi. Ni kwa sababu pia kujiamini kwako kunatengeneza mazingira ya nyota yako kuweza kung'ara ama kuendelea kuvutia watu zaidi. Ndio maana ukitaka kuamini hichi kitu kipo, ni kwamba hebu jaribu kufanya uchunguzi wewe binafsi katika mfumo wa maisha yako. Kipindi ambacho pengine unakuwa sio mtu wa kujiamini sana, angalia ile nguvu ya ushawishi jinsi ambavyo itapotea kwako. Yani unakuta pindi ambapo kama unaelezea jambo ama unajaribu kuambia watu kitu, kama hujiamini, unakuta wale watu hawezi pia kuamini hicho kitu ambacho unawaambia, ama hawawezi kukusikiliza sana kwa sababu unawaeleza jambo ama unawaambia kitu kwa sababu haujiamini. Hata kama ni biashara unafanya kwa kutokujiamini,
lazima utakuta kuna baadhi ya mazingira ambayo yanatokea biashara hiyo inaweza isifanye vizuri. Lakini ukiwa ni mtu wa kujiamini sana, nyota yako inaweza ikang'ara vibaya mno. Inaweza ikaonekana kwa sababu malango yako yanakuwa yameshapokea nguvu, ama tunasema yanakuwa yamepewa hali ile ya mwangaza kuweza kushtuliwa ya kwamba sasa hivi kuna jambo fulani ambalo linaendelea katika mfumo wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kujiamini pia ni jambo zuri, na kujiamini kwako kunatengeneza mazingira ya wewe kuweza kufanikiwa katika vitu tofauti. Ndio maana hata kama unaenda kuomba kazi kwa bosi ofisini, inatakiwa uwe ni mtu ambaye unajiamini. Ukienda kwa kuonyesha udhaifu, ukienda kwa kuonyesha hujiamini, tambua kwamba hiyo interview ama hiyo kazi ambayo umekwenda kuomba basi inaweza isifanikiwe, kwa sababu tayari malango yako yanafifishwa, ama tunasema unaonekana ni mtu fulani ambaye hautofiti ama hautofaa kwenye hiyo kazi, hata kama una ujuzi ama una elimu kiasi gani. Kwa hiyo inatakiwa wakati mwingine sisi wenyewe kama wenyewe tuweze kujiamini, na malango haya huwa yanakuwa na nguvu zaidi na kuweza kupokea mwangaza zaidi na nuru zaidi na kutengeneza nyota ambayo ni angavu kwa sababu ya kujiamini kwetu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa kujiamini, hakika unaweza ukafanya vizuri zaidi katika mazingira ya aina yoyote ile. Lakini pia jambo lingine ambalo linaweza likasababisha nyota ya mtu kuweza kufifia ama kutokuwa na mwangaza ni swala zima la yeye mwenyewe kujichukia, ama yeye mwenyewe kuwa na chuki na mazingira ya aina fulani. Pindi ambapo unakuwa ukijichukia, pindi ambapo unakuwa na ile hali ama ile roho ambayo inakuvaa pale wakati ambapo unakuwa unachukia kitu fulani, hii inakufukuzisha ama inatengeneza mazingira ya bahati nyingi kuweza kuondoka katika mfumo wa maisha yako, kwa sababu pia nyota pamoja na hivyo vitu pia kuna baadhi ya mazingira itaondoka. Unaweza ukawa umeletewa kitu kizuri machoni pako, ama kunaweza kukawa na jambo zuri sana machoni pako, lakini kwa sababu tayari ile roho ya chuki iko ndani yako, inafukuza ile nyota ya wewe kuweza kuambatana vyema na kile kitu. Ndio maana kuna mwingine unaweza kukuta akamchukia mtu, akachukia mpaka na huduma zake, akachukia kila kitu ambacho kinamhusu huyo mtu, lakini huyo mtu akawa ni mtu mwema kwake, lakini kwa sababu ya nyota hii kuweza yeye mwenyewe kuipandikiza hii sumu ya chuki, basi inamfukuzisha yeye mwenyewe na mazingira fulani. Yanaweza akawa ni mazingira mazuri sana, lakini kwa sababu tayari amekwisha vamiwa na hii roho ya chuki, akajikuta yeye mwenyewe anajisogeza mbali ama anajifukuzisha mbali na ukaribu pamoja na huyu mtu ambaye hata kama alikuwa anamsaidia, hata kama alikuwa anamwezesha kwa jambo fulani. Kwa hiyo anajikuta kwamba anaona kama hakuna umuhimu, yani mazingira ya nyota na kile kitu yanakuwa hayapo. Ndio maana unakuta watu wengi, asilimia kubwa, ambao wana roho hizi za chuki ama tayari ndani yake ameweka hii sumu ya kujichukia na kuchukia watu ama kuchukia mazingira ya aina fulani, unakuta mara nyingi wanashindwa kuweza kufanya mambo yao na yakaenda vizuri ama kufanikisha jambo ama lengo fulani. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuepuka mazingira haya. Kama unataka nyota yako iendelee kufanya kazi vyema na iendelee kusimama, basi inatakiwa uweze kuepuka mazingira ya kujichukia wewe mwenyewe, lakini pia hata kuwa na chuki na mazingira ya watu wengine, kwa sababu unapokuwa na chuki, marango yako pia yanakuwa yanafifia, ama tunasema yanakuwa tayari yana uchafu kiasi cha kwamba uweze ukafanya jambo likaweza kuonekana vizuri machoni pa watu, ama watu wengine wakaweza kutazama vizuri, kwa sababu tayari ndani yako kuna chuki. Ndio maana unakuta kama unajichukia wewe mwenyewe, ama tayari kuna ile hali ya kuwa na chuki na kitu fulani, hata mtu mwingine ambaye atakuja kwa utakuta ya kwamba na yeye anakuchukia ghafla tu, ama anakuwa na ile hali pia ya kuwa na chuki na wewe hata kama hujamkosea. Na hii ni kwa sababu roho hii imeingia ndani kwako na imetengeneza nyota ambayo inakuwa si salama, ama tunasema inakuwa na mazingira ambayo ni ya kuchafuliwa sana, kiasi cha kwamba mwingine naye anakuwa na wewe ni mtu mbaya. Ndio maana mara nyingi ukisha panda ile roho, mfano kama ya kuwa na husda ndani yako wewe mwenyewe, yani una husda na mtu, ama wewe mwenyewe tayari hauko peace, hauko humble pamoja na watu, ama tunasema sio mpole pamoja na watu, ama hauko mtu fulani hivi wa kuwa karibu na zaidi na watu, basi hichi kitu pia utaweza kukiona pia kikileta majibu katika mazingira ya uhalisia. Ni kwamba unaweza kuwa unajificha kwamba nisionekane ni mtu ambaye namchukia mtu fulani, ama nisionekane niko hivi na hivi kwa mtu fulani, lakini ukakuta
ile hali ikakukamata kiasi cha kwamba ukakuta unaanza kuchukiwa na watu wengi vile vile. Yani mazingira ya kwanza kumchukia mtu mmoja yakasababisha wewe uanze kuchukiwa na wengi. Kwa hiyo mara nyingi mazingira haya ya nyota huwa yanapata mchafuko sana pindi ambapo pia unaanza kujichukia ama kuchukia watu wengine. Lakini pia kitu kingine ama jambo lingine ni wewe kutokuwa na imani ya upande wowote ule. Hii inaweza kusababisha pia nyota yako ikawa imefifia, ama kwa mazingira namna fulani usiweze kuonekana kwenye mazingira ya namna fulani. Ndio maana kuna uzuri sana wewe kuweza kuwa na imani ya aina yote ile. Yani hii inamaanisha kwamba uamini ya kwamba kama Mungu yupo basi amini Mungu yupo. Kama ni mtu ambaye labda upo kwenye upande fulani wa miungu, ingawa sikushauri sana, basi inatakiwa uwe na mazingira ya aina fulani ya imani. Ukishaanza kuwa na mazingira pia ya kuwa na miungu wengine, basi inaweza ikawa ni tatizo, kwa sababu kuna miungu mingine inakung'arisha kwa muda mfupi sana. Yani nyota yako itang'aa kwa muda mfupi, mfano kama vile kutumia watu kama vile waganga ama wachawi, ama kuingia katika mazingira fulani ambayo yatatumia nguvu za giza. Mara nyingi sawa, huko nako wanaweza kaing'arisha nyota yako, lakini inakuwa ni kwa muda mfupi sana, ama tunasema ni kwa masharti ambayo kwa wakati mwingine unaweza ukaja ukahitajika wewe mwenyewe ama kafara fulani uweze kutoa, ambayo ikagharimu maisha yako wewe mwenyewe ama ikagharimu maisha hata ya wale ambao unawapenda ama watu wako wa karibu. Kwa hiyo hatukatai ya kwamba nyota pia ziko hata kwenye upande ule wa kiimani. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa ni mtu ambaye una msimamo labda na imani yako ama dini yako. Uwe ni mtu ambaye utakuwa unasali ama kuswali dini ambazo ni halali, ambazo zimehalalishwa. Ukienda huku kwingine kwenye upande wa pili, ndio maana watu wanapewa nyota za biashara. Anafanya kazi kwa muda fulani, afu mwisho wa siku ile kitu inakuja inaondoka. Ni sio kwamba anakuwa amepewa kweli nyota, bali ni malango yake mwenyewe yanatumika, anang'arishwa. Akiisha ng'arishwa ni kwamba mwisho wa siku kile kitu kinakuja kinaibiwa ama kinachukuliwa, ndipo inaonekana kwamba huyu mtu nyota yake imekufa. Huyu mtu anaanza kufeli katika biashara. Kama alikuwa ni mtu maarufu, unakuta umaarufu wake unadondoka ghafla. Kama alikuwa ni mtu wa aina fulani ama mazingira fulani, unakuta basi anaanza kuchukiwa aidha na watu, ama kuna namna fulani anaporomoka, anaisha kabisa, kwa sababu hana tena nyota ya mvuto na mazingira ya aina fulani. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye umesimama katika Mungu wa kweli, Mungu halisia ambaye anaabudiwa na watu wote, Mungu ambaye anaishi kwa mazingira ya upendo, kuthamini na kuishi katika hali ya kuheshimu misingi, lakini pia kuwa na imani na Mungu wa kweli, ama tunasema Mungu mmoja ambaye ni wa mbinguni, ambaye anasababisha mimi na wewe tuweze kuwa pamoja, basi moja kwa moja ukiwa na imani na ukiwa na Mungu ndani yako, na ukiwa tu na imani tu ile hata kusema kwamba Mungu yupo, hichi ni kitu ambacho kitakusaidia sana. Malango yako yatakuwa ni magumu kuweza kushambuliwa, ama kupata vita yote ile ya uchafuzi wa nyota yako itakuwa ni ngumu. Ndio maana asilimia kubwa mazingira haya ya kiroho inaweza ikawa ni kwa Mungu, ama ni katika mazingira yale ya gizani, tuseme mazingira ya nuru na ya giza. Yani nuru tunamaanisha upande ambao unaamini ya kwamba Mungu yupo, na giza ambao wanaamini ya kwamba kuna miungu mingine ambayo inaweza ikawasaidia. Ndio maana katika maeneo haya yote mawili pia mtu anaweza akang'arishiwa nyota yake, ama nyota yake ikafifishwa pia. Inategemea na jinsi gani amesimama vyema katika mazingira ya namna fulani. Ukisimama vyema na Mungu wa kweli, Mungu wa nuru, basi tegemea kwamba imani yako ile ambayo unakuwa nayo kwamba Mungu yupo ni kitu ambacho kinaweza kukufanya ukafanikiwa katika mambo mengi, nyota yako ikazidi kung'ara. Lakini kwenye upande ule wa giza ni kwamba utakwenda kusaidiwa, ama utakwenda kupewa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikaifanya nyota yako ing'ae. Ndio maana unaweza kupewa pete, unaweza kupewa vitu ya kwamba uende ukatumie, kaoge madawa sijui na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku ni kwamba kile kitu kinakuwa ni cha muda, yani unakuwa umepewa ni kwa muda fulani.
Ndio maana mwisho wa siku asilimia kubwa ya watu ambao wanategemea mazingira namna hiyo, hata kama zilikuwa ni nyota ambazo zinang'aa, ndani ya muda mfupi unakuta zimeisha. Kwa hiyo pia wewe binafsi inategemea na ni Mungu yupi ambaye unamwabudu ama unayemwamini. Je, ni Mungu ambaye anakupa mazingira yale ya muda mrefu ama ni mazingira yale ya muda mfupi? Kwa sababu kila kitu ambacho kipo katika mfumo wa mwanadamu kinategemea na yeye jinsi ambavyo anaweza kukikontrol ama kukiishi. Kwa hiyo ukiishi katika mazingira ya imani, hii pia inakutengenezea mazingira ya kuweza kuwa na nyota ya mvuto ama nyota yako ikawa kali sana kwa sababu ya kuweza kustiki upande fulani. Ndio maana asilimia kubwa ukija kufuatilia watumishi wa Mungu wengi sana ambao wanawika na wamepata umaarufu mkubwa na nyota zao zinazidi kung'ara kila wakati, wanazidi kufanya mambo makubwa katika uso wa dunia, ni kwa sababu wamestiki upande wa Mungu ama tunasema wanamwabudu Mungu wa kweli. Ndio maana watumishi ambao pia wanakuwa wanatumia nguvu za giza huwa hawaendagi mbali ama hawafiki mbali. Lazima kuna sehemu itafikia tu nyota zao zitaanza kufifia ama zitakufa kabisa, na zile huduma walizokuwa wanazifanya zitaisha kabisa ama wakati mwingine kutoweka, na huyu mtu atakuwa kama vile hakuwahi kufanya huduma. Kwa hiyo inategemea na mazingira ambayo nyota yako unaamini katika Mungu yupi. Nyota yako inaweza ikang'aa kama unaamini Mungu wa kweli, Mungu ambaye anaishi, Mungu ambaye amekuumba wewe. Ila ukiamini katika mazingira ambayo yanakuwa ni nguvu za giza, basi tegemea kwamba pia unakuwa umejikabidhi, yani wewe nyota yako unakuwa umeipeleka wewe mwenyewe. Ndio maana mwisho wa siku unakuta ghafla tu mambo yanaanza kwenda ndivyo sivyo, yani nyota yako sasa wanakwenda kuiziba vizuri ama tunasema wanakwenda kuipoteza kabisa, na unakuja unaisha. Wanachofanya ni kwamba wanachukua, wanampa mtu mwingine wewe kwa ule muda ambao unakuwa pengine umeingia nao mkataba, basi mkataba wako unakuwa umeisha. Kwa hiyo nyota yako ile wanaichukua, yani unakuwa ni sawa sana umewauzia, ni kwamba wakung'arishe kwa muda, alafu then baada ya hapo wanakuja wanaichukua, wanaing'arisha, wanampa mtu mwingine. Kwa hiyo unakuja kushangaa kwamba mtu mwingine anaenda anapewa nyota ya biashara, anafanya biashara, kazi zake zinakwenda vizuri, na yeye baada ya muda tena inafifishwa. Kwa hiyo zinakuwa ni vitu vya muda. Tambua kwamba nyota sio kitu ambacho kipo kwa mtu mmoja mmoja ama mtu wa kuhesabu. Kila mmoja ana nyota yake kulingana na mazingira yake, yani kila mtu ana nyota na kila mtu nyota yake inang'ara, kwa sababu Mungu alivyo ajabu. Hata Yesu alivyomleta hapa duniani, naye alimpa nyota yake ya pekee yake, ama tunasema Mtume Muhammad pindi ambapo alizaliwa. Utaweza kuona pindi ambapo nyota ilikuwa imejitokeza katika anga, ikitambulisha kwamba kuna uzao mpya wa kipekee umekuja duniani. Ingawa hata sisi wengine tuna nyota zetu, Mungu alibeba uhalisia wa nyota ambazo zipo angani na akaweza kuionyesha nyota ambayo ilikuwa imekaa sehemu ambapo Yesu amezaliwa ama Mtume Muhammad amezaliwa, na ikathibitishia ulimwengu ya kwamba kuna kitu cha kipekee kimeweza kuja duniani. Kwa hiyo Mungu alibeba mazingira yale ya uhalisia kwa sababu ya kuwafanya baadhi ya watu ambao wapo na imani ya kweli ama watu ambao wanaamini katika kweli kuamini ya kwamba kuna uzao mpya wa kipekee umekuja duniani. Na hichi ni kitu ambacho mwisho wa siku kilikuja kikazaa matokeo chanya ama matokeo mazuri. Kwa hiyo nyota hii pia ilivyokuwa iking'aa, wafalme mfano kama vile mfalme Herode na wafalme wengine ambao walikuwa hawatamani kuweza kuona huyu Mtume Muhammad ama huyu Yesu Kristo anaendelea kuishi, basi walijaribu kuweza kwenda kumfifisha kwa sababu hawakutamani aweze kushika zile nafasi za ufalme. Ndio maana ukija kufuatilia vizuri sana unakuja kukuta kuna baadhi ya mambo ambayo Yesu ama Mtume Muhammad alikuja kukumbana nayo ambayo hayakumtaka, ama watu ambao walikuwa na madaraka fulani ama vyeo fulani hawakutaka yeye kuweza kushikilia ile nafasi ya kuwa mfalme. Sasa mfalme wa Wayahudi ama tunasema mfalme wa kabila ambalo liliweza kutawala kwa kipindi kirefu sana kwa nyakati hizo. Kwa hiyo kutokana na sababu hiyo, ndo maana mazingira pia ya kibinadamu yaliweza kutumika hapo kuhakikisha kwamba huyu mtoto ama huyu mtoto wa kipekee ambaye ameletwa na Mungu basi analindwa na anakuwa salama. Waliweza kumkimbiza katika maeneo ya mbali sana baada ya kuja kugundua kwamba anatafutwa ili aweze kuuawa, kwa sababu tayari alikuwa na nyota ya kipekee.
Kwa hiyo utaweza kuona kwamba pia mazingira haya ya kawaida yanaweza kusababisha sisi wenyewe nyota zetu zikaweza kuwa hai ama zikauliwa kwa sababu ya mashambulizi ambayo yanakuwepo. Wakati mwingine eneo lililopo linaweza likawa ni sababu ya wewe nyota yako kutokuweza kung'aa. Kwa hiyo inategemea upo katika eneo lipi. Uko katika eneo ambalo pengine unamuishi Mungu wa kweli, ama upo katika eneo ambalo pengine Mungu hayupo kabisa. Kwa hiyo unaweza ukashangaa ukaingia katika mazingira yale ambayo nyota yako ikawa haionekani ama nyota yako ikafifia kwa sababu uko katika eneo ambalo ni baya. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini katika hilo, na unaweza ukagundua kwa njia rahisi ya kwamba nipo katika eneo zuri ama eneo baya, ndio maana labda nyota yangu haiwezi kung'aa ama haileti tena ushawishi dhidi ya kitu ambacho nakifanya. Ninafanya sana kazi, ninafanya sana biashara, ninajituma katika hili, lakini bado halileti matokeo. Ni kwa sababu ya eneo ambalo upo. Katika eneo ambalo upo, je, kuna madhabahu ya aina gani? Kuna madhabahu ya Mungu wa kweli ama kuna madhabahu ya giza? Madhabahu ya giza kazi yake ni kuleta vifungo, yani inafunga ama tunasema inaharibu ule mtiririko ambao unaweza ukawa ni mzuri, ambao unaweza ukawa ni wakumuishi Mungu wa kweli. Alafu pia inatengeneza mazingira ambayo yanakulazimisha wewe, nyota ni ya kwako mwenyewe, lakini uweze tena kwenda kuomba nyota, yani nyota yako wewe mwenyewe ikatumika tena kuweza kusaidia wewe mwenyewe. Kiuhalisia umezaliwa nayo, lakini kwa sababu tu ya mazingira uliopo kuna madhabahu ya nguvu za giza, hivyo mwisho wa siku unashindwa kuweza kufanikisha kile kitu ambacho unakifanya. Kwa unaweza ukashangaa unakwama kwenye kila jambo, mwisho wa siku kuna roho inakuingia ama kuna roho kama vile inakuwa imetupiwa kwako. Usimwamini Mungu wa kweli ama usiende kwenye mazingira madhabahu ya Mungu wa kweli wewe mwenyewe kwa hiari yako na utazani kwa maamuzi yako binafsi. Uende kwenye mazingira ya kutafuta watu ambao wanakuwa ni washirikina waweze kukung'arishia nyota yako ama kukutengenezea njia ya nyota yako ili uweze kufanikiwa katika kitu ambacho unakifanya. Lakini kiuhalisia ni kwamba eneo ulilopo kuna nguvu ambazo sizo za kawaida, ama tunasema kuna nguvu za giza ziko hapo, zimefanya mashambulizi zenyewe, hivyo zinakutengenezea mazingira wewe mwenyewe kwenda tena kwenye mazingira hayo ya nguvu za giza pia, ili uende ukapate msaada. Yani hapo ndo unakuwa umepeleka nyota yako ili kaibiwe vizuri kabisa, uitumie ndani ya muda mfupi, alafu baada ya hapo wanaichukua, wanakuacha wewe plenty, hauna kitu kabisa. Ila ukiwa katika mazingira ya Mungu wa kweli, basi nyota yako inakuwa ni ya kwako daima, inaendelea kudumu na wewe, inaendelea kung'ara na wewe. Hivyo mazingira yanaweza yakawa ni sababu ya wewe kuweza kuwa na nyota ambayo inang'ara ama yenye kufifia, kama mazingira hayo yanaweza siwe ni salama. Ndio maana ukitaka kuamini hili ni kwamba sehemu yoyote ile ambayo kunakuwa na ushirikina ama uchawi ama nguvu za giza, na waganga wanakuwepo karibu, kwa sababu hawa watu wanafanya kazi ya kushirikiana ama tunasema kazi yao ni ya aina moja. Kwa hiyo unatengenezewa tatizo katika mazingira yale ya kichawi ili ukimbilie kwa mganga ukiamini kwamba mganga atakusaidia, lakini kumbe wao wanasaidizana kufanya kazi. Mmoja analoga, mwingine anatibu. Kwa hiyo unakuta wewe unapeleka nyota yako wewe mwenyewe, unakwenda kutengenezewa mazingira namna fulani, unaona kwamba mafanikio yamekuja, lakini baada ya muda mfupi tu hayo mafanikio hayatakuwepo. Tayari nyota yako inakuwa imekwisha haribiwa ama imekwisha ondolewa. Hakuna kitu ambacho kinakuwa ni cha giza kikadumu na wewe daima milele, hapana. Labda ifikie hatua umeamua kuwa mtu wao wa moja kwa moja, ama tunasema roho yako iwe inaendelea kutumika katika mazingira namna hiyo, lakini kama unaendelea kuishi katika uhalisia wa kibinadamu hivi ni ngumu sana. Lakini pia nyota yako kuweza kung'ara ama kuwa ni mtu wa mafanikio katika kitu ambacho unakifanya, nyota yako hii kuweza kuangaza na kuweza kusababisha wewe kuweza kufanya vitu ambavyo ni vya kipekee sana na ukaonekana wa kipekee na ukafanikiwa katika mazingira mengi na makubwa, pia inategemea na malezi ambayo umeyapitia. Kama ulikuwa unalelewa labda katika mazingira ambayo unaongelewa maneno ambayo yanaweza yakawa ni mabaya, mfano kama vile maneno ya kukatishwa tamaa, maneno ambayo yanakuwa ni ya chuki, maneno ambayo yanakuwa ni ya kunenewa mabaya mara kwa mara kila wakati, inaweza ikawa ni kunenewa na mzazi wako ama watu ambao kiujumla unawaheshimu kwa namna moja ama nyingine, wakawa wanakutamkia maneno yale ambayo yanakuwa sio mazuri. Haya pia yana nafasi kubwa ya kuweza kuharibu nyota yako hapo baadaye. Ndio maana ni vizuri sana mtu pindi ambapo unakuwa umeshajua kwamba sasa hivi inatakiwa nianze kujitegemea, niwe na maisha yangu binafsi,
nifanye 1 2 3 kiweze kufanikiwa, basi inatakiwa kabla haujaanza safari yako ya mafanikio ama kufanya hicho kitu ambacho unakihitaji, ni vyema kwanza ukakabidhi safari ya maisha yako kwa Mwenyezi Mungu, ama ukamtanguliza Mungu katika kila jambo ambalo unakuwa unalifanya, kwa sababu yeye atakung'arishia njia, atakupa nuru mpya. Pindi ambapo ulikuwa chini ya watu wengine ama ulivyokuwa unalelewa chini ya watu wengine, hawa watu walikuwa na nguvu sana ya kuweza kuandika kitu chochote katika mazingira yale ya akili yako, lakini pia hata katika mazingira yale ya roho yako. Ndio maana mtoto ukimlea katika mazingira ambayo pengine kila wakati kunakuwa na roho mbaya, ama tunasema ni ukatili wa mara kwa mara, usije ukategemea huyu mtoto akaja kuwa ni mtu ambaye ni mzuri hapo baadaye, naye atakuwa ni mkatili, naye atakuwa na roho mbaya. Lakini kama ukimlelea kwenye mazingira ambayo ukamfundisha mambo mazuri na mambo mema, naye anakuja kuwa ni mtu mwema hapo baadaye. Hivyo hivyo kama ni mtu ambaye alikuwa anatamkiwa maneno mabaya, alikuwa anatamkiwa kila jambo la hovyo dhidi yake, tambua kwamba hayo yanaweza kaja kuwa ni maisha yake hapo baadaye, endapo kama yeye mwenyewe akija kujitambua, hatoshindwa kuweza kuvunja hizo roho mapema, ama tunasema hayo mazingira, kwa sababu maneno yana nguvu sana ya kuweza kumbadilisha mtu. Mfano kama mimi hapa ninavyoongea na wewe kupitia maneno haya, ni kwamba yanaweza yakakutengenezea mazingira wewe kuniamini zaidi ama kutokuniamini, kwa sababu maneno yana nguvu sana ya kuweza kutengeneza imani ama kumuondolea mtu ile imani. Kwa hiyo pindi ambapo anatamkiwa kwamba wewe ni mtu wa kufeli, wewe ni mtu ambaye huwezi kufanya chochote kikafanikiwa, wewe ni mtu ambaye ni mbumbumbu, ni kweli huyu mtoto mwisho wa siku anaweza kweli akawa anafanya vibaya kwenye kila jambo ambalo anakuwa analifanya, ama anaweza asifanikiwe katika mazingira ya namna fulani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuwa kimetengenezwa, na kwenye mazingira ya kiroho maneno yana nguvu sana. Ndio maana hata mchawi anapologa lazima atumie maneno. Ndio maana hata jambo ambalo linaendelea katika mazingira yale ya kimungu lazima maneno yaweze kutumika. Yani hatuwezi tukasema tunaweza tukaenda kibubububu. Tunapohitaji kumtoa pepo ama kumwangamiza shetani, lazima maneno yaweze kutumika pale, kwa sababu maneno yana nguvu katika ulimwengu ule wa kiroho. Kwa hiyo jinsi ambavyo anazidi kunenewa maneno mabaya ama kutengenezewa mapicha ya maneno ambayo yanamtengeneza yeye kwa hapo baadaye kuwa mtu mbaya, ni kwamba mwisho wa siku haya maneno yanamtengenezea kitu kinachoitwa imani. Anaanza kuamini ya kwamba yeye hawezi kufanya kitu chochote, yeye hawezi kufanikiwa kwa sababu ya maneno ambayo alikwisha tamkiwa hapo nyuma. Yeye sio mtu wa kufaulu. Maneno yale yanamtengenezea imani, na imani ni kitu kibaya sana. Wewe ukishaamini jambo haliwezi likaja kuweza kutokea, basi tambua kwamba haliwezi kutokea. Ila kama utaamini ya kwamba hili jambo linawezekana na naweza nikalifanya, kwanza wewe mwenyewe kuna hamasa fulani utaipokea, utakuwa ukifanya katika hali ile ya kujiamini na uhuru zaidi, lakini pia utakuwa ukijituma katika hali ya kuweza kutenda hilo jambo. Lakini kama ukikatishwa tamaa, tambua kwamba haya mazingira pia yanakuwa na nguvu, yani utaishi katika hali ya kukata tamaa. Kwa hiyo sio jambo rahisi sana, lakini pia sio jambo zuri sana pindi ambapo unamlelea mwanao katika mazingira wakati kila muda unamtankia maneno mabaya, maneno yasiyofaa. Tambua kwamba yanamtengenezea picha ama imani ama malengo yake hapo baadaye. Kwa hiyo unaweza ukashangaa huyu mtu akaja kweli kuwa mbaya sana, ama huyu mtu akaja kuwa na roho mbaya sana. Kwa hiyo usije ukategemea kwamba simba akazaa chui ama chui akazaa simba. Kwa hiyo ni mstari wa aina moja. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaenda kwa kufuata riko, ama tunasema kwa kufuata miongozo ile ambayo tayari ilikuwepo ama misingi. Kwa hiyo malezi yanaweza kusababisha sisi kuweza kuwa na nyota nzuri hapo baadaye, ambazo zikawa za mafanikio, za kuita mafanikio, ama zikawa mbaya, kwa sababu kadri jinsi ambavyo tunakuwa tunanenewa ama kutamkiwa maneno fulani, kunatengenezeka mazingira ya imani. Ndio maana ili mimi niweze kukupandikiza wewe imani fulani, ama niweze kukupandikiza wewe ya kwamba usiamini kitu fulani, lazima nipitie njia ya maneno kama hivi ninavyotamka hapa. Na haya maneno wewe ukiyasikia, kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuonyesha kwamba kuna ushawishi fulani ambao upo katika hali ya uhalisia, lakini unaweza kukuta pengine ni uongo ama pengine ni ukweli. Kwa hiyo inategemea na jinsi ambavyo
wewe utayapokea maneno hayo ama jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaamini katika maneno hayo. Kwa hiyo ufahamu ya kwamba nyota inaweza ikaathiriwa hata na maneno ambayo unatamkiwa, na ukishayaweka akilini ama ukaanza kuamini ndivyo hivyo, ukaanza kukutana labda na matatizo ama changamoto ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukaamini ya kwamba basi hapa ni kwa sababu pia nilitamkiwa hivi na mzazi, hapa kwa sababu 1 2 3, basi tambua ya kwamba haya mazingira yanaweza yakaharibu nyota yako isiyo kung'ara tena, ama ikawa ni nyota isiyokuwa na nguvu. Kwa hiyo hata wewe utakapokuwa mzazi, kama wazazi wako walifanya makosa hayo, wewe utakapokuwa mzazi, jitahidi sana kumnenea mazuri mwanao, na zuia wale wote ambao wanahitaji kuweza kunena mabaya dhidi ya mwanao, kwa sababu wanakuwa wanamtengenezea mazingira mabaya zaidi ya kuingia katika maeneo haya ambayo yanaweza yakaja kuiharibu nyota yake ambayo ilikuwa ni njema. Wanasema maneno mabaya huzidi kuchafua moyo, lakini maneno ambayo yanakuwa ni mema, yaliyobeba ujumbe mzuri, yanakuwa ni yenye kuleta mwangaza ndani ya moyo na kufanikisha baadhi ya mambo mengi katika mfumo wa maisha ya mwanadamu. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha nyota yako kuweza kufifia ama kutokuwa na nguvu ya kuweza kuleta mafanikio katika mfumo wa maisha yako ni mtu uliye naye ama mtu ambaye unaishi naye. Inaweza ikawa ni katika mahusiano pia, ama inaweza ikawa ni katika mazingira yale ya kufanya kazi, katika hali ya kutekeleza wajibu ama majukumu fulani. Zaidi hapa naomba niongelee kwenye mahusiano, kwa sababu mahusiano yana nguvu kubwa sana na ni kitu ambacho ndio kinaunganisha watu wengi sana hapa duniani. Ndio maana kuna familia, kuna watoto na vitu kama hivyo. Tunapoingia katika swala zima la mahusiano, kuweza kujua kwamba hii nyota inaweza ikawa angavu kwa sababu ya mahusiano ndio nayo, ni kwamba pindi ambapo unapokuwa unaishi na mtu ambaye labda nyota yake tayari ilikwisha chafuliwa ama tayari imekwisha ibiwa, basi tegemea hata kama mafanikio yatakuja ni kwa mbinde sana ama kwa nguvu nyingi sana. Ndio maana kuna watu wengine wakiingia katika mahusiano wanafanikiwa sana na wanaweza kufika mbali mno, tena kwa ukubwa mno. Lakini pia kuna watu ambao wakiingia katika mahusiano, basi ndo mambo huwa yanavurugika zaidi, ama tunasema wanarudi nyuma. Pindi ambapo ukimpata mwenza ambaye nyota yake ni ya kung'ara na wewe mwenyewe nyota yako ikawa ni ya kung'ara vile vile, basi tambua ya kwamba ni rahisi sana kwenu kuweza kupata vingi ama kupata baraka nyingi sana za kimaendeleo na mafanikio makubwa sana. Lakini kama ukipata mtu ambaye nyota yake tayari imekwisha ibiwa, yani tayari amekwisha poteza ule mwelekeo ama nyota yake haina nguvu tena, sawa, mafanikio yanaweza yakaja kwa sababu nyota yako bado inakuwa iko angavu, lakini utatumia nguvu kubwa mno. Ndio maana asilimia kubwa ya watu ambao wanakuwa ni matajiri au wameanza kufanikiwa kwa sababu ya kuwa na mahusiano ya namna fulani, mara nyingi mahusiano yao huwa wanahakikisha yanaendelea kuwepo. Ni ngumu sana kuweza kuacha watu wakaweza kupotea katika mazingira yao. Na utawezaje kujua kwamba huyu mpenzi wangu ama huyu mtu wangu ambaye nipo naye katika mahusiano ana nyota hii ambayo ni angavu? Kwanza ni upeo alionao dhidi ya maisha ya mafanikio. Unajua, ukiisha fungwa haya malango, kwa sababu haya malango yanaanzia kichwani mpaka mwisho wa mwili, na katika lango la kwanza ambalo ni crown chakra, lenyewe hili huwa linafanya kazi ya kuweza kupokea baadhi ya taarifa ambazo zinamuingia mwanadamu, lakini pia nguvu fulani za kiroho ambazo zinamuingia mwanadamu. Hivyo kupitia upeo wake dhidi ya maisha ya mafanikio ama dhidi ya maisha ya kawaida kuishi, unaweza kutambua huyu mtu ana nyota ya mafanikio ama la. Moja, vitu ambavyo anavifikiria mara kwa mara, inatakiwa uweze kupima. Je, huyu mtu anafikiria ya kwamba baada ya kuwa nami katika mahusiano, je, atakuwa ananitumia mimi tu, ama tunasema mimi ndo nitakuwa nafanya kazi tu peke yangu? Yeye atakuwa hajihusishi katika mazingira ya aina yote yale kuweza kutafuta mali na vitu kama hivyo. Hivyo akiwa na yeye ni mtu mwenye upeo wa kuweza kuona mafanikio, kwa sababu nyota mara nyingi huwa kama ni angavu ama ni nyota ya mafanikio, huwa pia inawaza mambo mengi makubwa sana, lakini pia katika hali ya kuyafanyia kazi. Kwa unakuta mwanaume na mwanamke wote kwa pamoja wanashirikiana katika kufanya kazi fulani. Inaweza ikawa labda ni kazi za biashara, ama inaweza ikawa ni kazi labda wote ni walimu, ama wote ni wahasibu, ama wote ni madaktari, ama mmoja ni daktari mwingine ni nesi. Hivyo yani kunakuwa na mazingira ambayo kila mmoja anakuwa na eneo lake amelishika, na kila mmoja eneo lake linakuwa linampa faida ama linamsababishia matokeo katika mfumo wa maisha, ya kwamba kila mmoja anakuwa
akifanikisha lengo, lakini pia kila mmoja anakuwa akisaidizana na mwenzake katika hali ya kuweza kufikia malengo. Lakini ukiona kwamba huyu mmoja ana lengo ama ana nia fulani kubwa nzuri sana, lakini huyu mwingine hana nia hiyo kubwa na nzuri sana, ama tunasema yeye amejiweka tu ni mtu wa kawaida, yani ameshajikatia tu tamaa, tambua kwamba hapo nyota inakuwa ina matatizo. Mara nyingi nyota inapokuwa ni angavu pia inampa mtu nuru ya kuweza kuyaona malengo yake, lakini pia kuweza kuona nini afanye ili aweze kufanikiwa zaidi na zaidi, kwa sababu nyota ina ushawishi ama ina nguvu. Haya malango yanapokea baadhi ya taarifa ambazo zinamsukuma mwisho wa siku ya kwamba embu fanya kitu fulani ili uweze kufanikiwa, ama fanya jambo fulani ili ufikie kwenye hatua fulani kubwa sana. Kwa hiyo haya malango yanapokea taarifa na yanamfanya mtu avutiwe katika hali ya kufanya kazi ya aina fulani ama kujituma katika mazingira fulani ili aweze kufanikisha malengo alionayo katika mfumo wa maisha yake. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima uweze kuangalia huyu mtu anafikiria nini kuhusiana na safari ya maisha. Anafikiria mafanikio ama anafikiria kufeli kila wakati? Kama anafikiria kufeli kila wakati ama hajawahi hata kukuambia kwamba inatakiwa tuweze kufanya 1 2 3 ili tufanikiwe, embu moja tupambane, mimi nipambane huku na wewe pambana huku, tufanye jambo fulani ambalo litaweza likaleta mafanikio kwetu, basi tambua kwamba huyu nyota yake inakuwa imechezewa, kama hana mawazo ya kimafanikio ama mawazo ya kuweza kujituma katika mazingira fulani ili kuweza kufanya kazi kwa pamoja na kutimiza malengo yenu kwa pamoja. Lakini pia kitu cha pili ambacho kinaweza kukusaidia kukutambulisha kwamba huyu mtu tayari nyota yake pengine imekwisha chezewa ama haiko salama ni mtindo wa maisha ambayo anakuwa anaishi. Je, anaishi maisha yenye msimamo ama ni maisha yenye kutangatanga? Kama wote mna dhamira moja ama msimamo wenu ni mmoja, basi tambua kwamba nyota hiyo inakuwa iko salama. Lakini kama nyota yake tayari inakuwa imekwisha chezewa ama imeandaliwa mazingira ya kufifishwa, ya yeye kutokuweza kuona mafanikio mbele yake, bali anaona ya kwamba ni mtu wa kupoteza ama ni mtu wa kutofanikiwa, basi atakuwa akiishi mfumo ambao unakuwa ni kama wa kutangatanga. Yani anakuwa ni mtu ambaye anaishi na wewe, lakini mawazo na akili yake bado inafikiria kwamba anaweza akaja kuwa na mtu mwingine tena baadaye. Yani anaweza akaja kuwa na mahusiano mapya hapo baadaye, ambayo yeye akahisi ya kwamba hayo mahusiano yatakuwa ni sahihi zaidi kuliko ambayo anayo. Kwa hiyo huyu anakuwa ameshafifishwa ama amepotezwa ama ule mwangaza haupo. Kwa hiyo hawezi kujiona ya kwamba sehemu aliyopo je ni sahihi ama sio sahihi. Kwa hiyo yeye anakuwa ni mtu wa kuamini ya kwamba kutatokea na mtu mwingine ambaye atakuwa ni sahihi kwake. Kwa hiyo hata kama anakuwa amepata mtu ambaye ana mafanikio kiasi gani, ama huyu mtu anakuwa na uwezo wa kuweza kuleta mafanikio ndani ya nyumba ama inaweza ikawa ni katika hayo mahusiano, basi yeye bado akili yake inakuwa inawaza kwamba hayuko sehemu ambayo ni sahihi, na atakuwa akimpinga huyu mtu kuweza kufanya ama kutimiza lile jambo ambalo analifanya. Yani atakuwa hayuko naye sana Bennett, yani katika hali ya kushirikiana naye atakuwa hayuko naye sana Bennett, kwa sababu tayari nyota yake imefifishwa, hivyo haiwezi kuona maono ya mafanikio ya hapo baadaye. Kwa hiyo anakuwa anaona ya kwamba yeye ni mtu ambaye pengine atakuja kuishi maisha mengine mapya na mtu mwingine na akaweza kufanikiwa katika hayo maisha mengine. Kwa hiyo hii inakuwa ni nyota ambayo imekwisha chezewa ama tunasema imeandaliwa mazingira ambayo ni vigumu sana kuweza kufanikisha lengo ama dhumuni fulani la kimaisha la kuleta mafanikio. Lakini pia kitu kingine cha tatu ambacho kinaweza kukusaidia kuweza kumonitor ama kuweza kumwangalia huyu mtu ambaye ni naye nyota yake inaweza ikawa ni njema ama inaweza ikawa iko vizuri ama iko vibaya, ni kwamba inatakiwa uweze kuangalia kujali kwake. Mara nyingi mtu ambaye nyota yake inakuwa imechezewa ama tayari imekwisha fifishwa, malango yake hayako salama sana, anakuwa ni mtu wa kutokujali mambo mengi sana. Yani kuwe na mafanikio kusiwe na mafanikio, yeye hajali. Afanye kazi asifanye kazi, yeye hajali. Yani hawezi kujali kitu chochote kile. Hata ndani ya nyumba, hata katika mahusiano yenu, unakuta sio mtu wa kujali sana kihivyo kile kitu ambacho kinaendelea katika mfumo wa maisha yenu. Pengine kuna kazi ambayo labda tayari ipo, lakini anaweza asijali katika hiyo kazi ambayo unaifanya. Anaweza asiwe ni mtu ambaye pengine akawa ni shabiki wako wa kwanza kwa kile kitu ambacho unakifanya. Yani anaweza asionyeshe mazingira ya kujali ama
kukupa wewe mwingine nguvu ya kuendelea kutoboa, ama tunasema kuzidi kufanikisha malengo ambayo mmejiwekea katika maisha yenu. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye anakuwa kama vile kapagawa fulani. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana huyu mtu kuweza kufanikiwa naye, kwa sababu nyota yake inakuwa imekwisha fungwa. Hivyo hawezi kuona kwamba yuko eneo sahihi ama sio sahihi. Kwa hiyo mwisho wa siku atakuwa hajali mume wake, hajali huyu mpenzi wake kama ni wa kike, hamjali, kwa sababu anakuwa anaona ya kwamba huyu mtu hata kama nikiwa naye siwezi kupata manufaa yoyote, siwezi kupata potential ya aina yoyote ile. Hata kama kiuhalisia kuna baadhi ya vitu ambavyo vipo ni vya uchanya, ama vipo vya kuweza kutimiza malengo, ama vya kuweza kuleta unafuu wa maisha katika maisha yenu. Kwa hiyo kama ni ndoa, unaweza kushangaa huyu mtu hajali sana hiyo ndoa, anakuwa ni mtu ambaye anafanya zaidi mambo yake binafsi. Ni kwamba hapo tayari kunakuwa na uchezewaji wa nyota, ama malango yanakuwa hayako salama sana. Kwa hiyo nguvu ile ya mvuto wa kuweza kuwakutanisha kwa pamoja, ama nguvu ile ya mvuto wa kuhakikisha hawa watu wanaungana kwa pamoja ili kufanya jambo la pamoja lenye kuleta mafanikio, basi hichi kitu kinaondoka ama kinakuwa kimekwisha ondoshwa. Na unakuta hawa watu mara kwa mara pengine wanagombana sana, pengine wanakuwa ni watu ambao hawawezi kufanya kitu katika hali ya maelewano na katika hali ya kufanikisha malengo. Kwa hiyo mara kwa mara unakuta mambo yanakuwa yanaenda ndivyo sivyo, kwa sababu tayari kuna uchezewaji, ama malango haya yale ambayo yanapokea taarifa muhimu katika mfumo wa mwili wa mwanadamu tayari yanakuwa yametengenezewa vitu ambavyo vinakuwa ni tofauti. Yani mawazo ambayo anakuwa anayapokea, akili yake na vitu ambavyo anakuwa kivifikiria vinakuwa katika hali ya kutofikiria vyema ama kwa uzuri. Mara nyingi anakuwa akifikiria kwa ubaya, ama kulipiza visasi, ama kufanya matukio ambayo yanakuwa ni ajabu, pamoja na kwamba yupo katika sehemu ambayo inakuwa ni sahihi, lakini kwa sababu upeo wake unakuwa umefungwa na nyota. Mara nyingi kisha chezewa, ama malango haya kisha fungwa, hata upeo wa kuona mafanikio inakuwa ni ngumu sana. Huyu mtu atajikuta akitangatanga, akiamini huku ni kunaweza kukawa sahihi, huku kunaweza kukawa hivi na hivi, lakini unakuta kiuhalisia anakuja kupoteza sehemu ambayo ilikuwa ni nzuri. Ndio maana asilimia kubwa ya watu wengi ambao wanaishi na wapenzi wao ama watu wao, baada ya kufanikiwa kupitia hayo mahusiano, pengine walianza chini sana wakafikia level fulani ambayo ni nzuri sana ya kimaisha katika hayo mahusiano ambayo walikuwepo nayo. Siku ikaja kutokea hao watu wametengana, unaweza ukashangaa ule uchumi ukayumba vibaya sana, ama yale mazingira yakaja kusababisha hao watu wakapoteana vibaya katika mafanikio. Tambua kwamba hapo tayari ni kwamba huyu mtu aliachana na nyota ambayo ilikuwa ni sahihi, ama tunasema nyota ambayo imeendana na yeye katika hali ya kuhakikisha wanafanikiwa, lakini akaenda akaungana na mazingira ambayo yanakuwa sio sahihi. Kwa hiyo anakwenda kudondokea kwenye mikono ambayo nyota yake inakwenda kufifishwa, ama anakwenda kutumia nguvu kubwa kuhakikisha anayatafuta haya mafanikio, lakini kimsingi nyota yake ambayo ilikuwa imeendana nayo anakuwa ameachana nayo. Hivyo amekwenda kutafuta ama kupambania sehemu ambayo inakuwa sio. Ndio maana asilimia kubwa unaweza ukatoka kwenye mahusiano ambayo kulikuwa kuna mafanikio mazuri sana, mlikuwa mnafanya jambo moja mbili tatu linakwenda, lakini ukahamia kwenye mahusiano mengine ukaanza kuona unarudi nyuma, kusiwe na mafanikio. Tambua kwamba hapo tayari kunakuwa na dosari, nyota zenu hazijaweza kuendana. Kuna mmoja kati yenu nyota yake inakuwa sio salama, au wakati mwingine ukiwa wewe mwenyewe ukifanya jambo linaitika ama linajibu vizuri, lakini ulivyoingia tu kwenye mahusiano na kuwa na mahusiano na mtu fulani tayari mambo yakaanza kuyumba. Tambua kwamba nyota ulioiingiza ndani mwako, nyota ambayo umeikaribisha katika mazingira yako, sio nyota ambayo ni angavu. Hivyo ni kwamba upeo wa mafanikio unaweza ukawa unauona wewe mwenyewe, lakini mwenzako asiwe anauona. Kwa hiyo katika hali ya kujali ni kwamba kuna kujali kuanzia mali ambazo zinapatikana. Kama ni mtu ambaye anakuwa hana nyota ambayo iko salama, ni kwamba hata nyota na zile mali ambazo zipo itakuwa haipo. Ni kwamba huyu mtu badala ya mali ziendelee kukua ama zizidi kuongezeka, zitakuwa zikiendelea kupungua siku hadi siku. Ni kwamba kunaweza kukawa kunatokea, kwa sababu hajali vitu hata kama vikiharibika, yeye anaweza asichukulie kia sana ama kuhangaika kuweza kuhakikisha kwamba hivi vitu vinaendelea kuwepo. Ni kwamba atakuwa anachukulia poa.
hivi vitu mpaka vitakuja vitaisha, vitapotea kabisa na hamtakuwa na chochote. Yeye kwa sababu hajali. Kwa hiyo nyota ikishafifishwa inamtengenezea mtu mazingira ya kutokujali sana kile kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo hata kama anafanya matumizi ambayo yanakuwa ni ya zaidi, ama tunasema ya kupoteza mali, ama ya kumfanya yeye aweze kustiki katika uchumi wake, ni kwamba huyu mtu tayari nyota yake inakuwa iko matatizoni, haiwezi kuona nifanye nini ama nizuie nini ili niweze kupata mafanikio. Kwa hiyo hata kama akiharibu kitu, yeye kwake anaona ni sawa. Ndio maana asilimia kubwa ya watu ambao wana roho za kutokujali, hasa vitu kama vile mali ambazo zilizopo, kwa asilimia kubwa unakuta zinaharibika zikiwa mikononi mwake yeye mwenyewe. Yani unakuta kama kitu kilinunuliwa ni kipya, kinaweza kisichukue muda mrefu sana, hicho kitu kinaweza kisiwepo tena, ama tunasema kikawa kimeharibika vibaya mno, ingawa anatumia yeye mwenyewe pamoja labda na mtu wake huyu, na hakuna watu wengine ambao wanahusika katika hilo, lakini unakuta zile mali hazichukui muda mrefu. Kwa hiyo yani anakuwa ni kutokujali hivyo, yani inakuwa ni mwanzo mpaka mwisho kutokujali. Huyu mtu hawezi akatunza kitu kikaweza kukaa katika mstari ambao umenyoka. Yani kila kitu kwake akiletewa, hata kama kilikuwa kiko vizuri, basi ndani ya muda mfupi kimeharibika tayari. Nyota hapo inakuwa ikisumbuliwa na roho fulani za uharibifu pia. Kwa hiyo kwa baadhi ya hayo mambo machache unaweza ukajaribu kuweza kumchunguza huyu mtu ambaye unaye. Je, ana nyota ambayo imeendana na wewe, ama tunasema zimematch kwa pamoja? Na kama hazijamatch kwa pamoja, haimaanishi ya kwamba huyu mtu uende ukaachane naye, hapana. Bali kuna baadhi ya mazingira inatakiwa wewe mwenyewe uweze kuyaandaa na kuyaishi, ili huyu mtu asije akaathiri ule upande ambao pengine unakuwa tayari umeandaliwa na wewe ambaye kidogo nyota yako inakuwa ni angavu. Kwa hiyo kuna elimu ambayo tutaitoa tena hapo mbeleni kuhusiana na namna gani ya kuweza kuishi na mtu ambaye anakuwa hana nyota ya mvuto, ama nyota ile ambayo inakuwa ni angavu, katika hali ya kuweza kuleta maendeleo katika mahusiano ama katika maisha haya ya kifamilia na vitu kama hivyo, ama maisha ya kuwa pamoja. Kwa hiyo hilo ni somo ambalo pia nalo litaandaliwa makala yake peke yake. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kikaathiri nyota yako, ama nyota yako kuweza kufifia, ama wakati mwingine kuweza kufa na isiwe na mvuto wawe kuweza kuendelea kupata maendeleo zaidi ama mafanikio, ni matokeo baada ya wewe kuweza kufanikiwa. Na tunaposema matokeo baada ya kufanikiwa, ni kwamba baada ya kupata mali ulikuja ukawa mtu wa aina gani? Je, mali zilikuliwesha, ama mali zilikutengenezea wewe kuwa na tabia mpya ambazo kimsingi hapo awali haukuwa nazo? Zaidi ya asilimia kubwa watu ambao wanakuwa wakielekea katika mafanikio, ama ni watu ambao ndo wanaanza harakati za kupambana kuyafata mafanikio, mara nyingi huku nyuma wanakuwa ni watu wema sana ama wazuri sana. Wanaweza wakawa wanasaidia watu, wanaweza wakawa wanajali mazingira ya watu wengine, wanaweza wakawa ni watu wa watu, ama watu wa kuweza kuungana pamoja na watu wengine katika hali ya kufanikisha mambo tofauti. Lakini baada ya kupata pesa, ama baada ya kupata mafanikio, huyu mtu akibadilika akawa na roho fulani mbaya, ama tunasema akavaa roho ambayo inakuwa sio ya ubinadamu, tayari huyu mtu nyota yake inakuwa imekwisha chafuliwa, ama imekwisha ingikwa, malango yake yanakuwa yamefungwa. Kwa hiyo huyu mtu anaanza kuona ya kwamba hayuko mtu ambaye atatokea kama yeye. Wengine ataanza kuwanyanyasa, ataanza kuona sio kitu mbele yake. Atakuwa ni mtu kila mara wa kujihesabia yeye ni wa kufanikiwa tu, hata kama vipi. Kama alikuwa ameoa ana mke, ama kama tayari alikuwa na familia, unakuta anaanza kuleta manyanyaso kwa mke na kwa familia yake. Na ukitaka uniamini hili ambalo ninaliongelea, hebu fuatilia listi, ama fuatilia wale watu ambao, hata kama ni kwenye mtaa wako, wale watu ambao baada ya kupata mali wakalewa sifa za mali, mwisho wa siku wakawa na roho ambazo sio nzuri, ama tunasema wakaanza sio kuwa watu wazuri kama walivyokuwa hapo nyuma, ama utu wao ukabadilika. Niambie sasa hivi wako wapi? Asilimia kubwa unakuja kukuta hawapo tena katika yale mafanikio ambayo walikuwa wanaringa nayo, ama tayari walikuwa
wanajivuna nayo kiasi cha kwamba wanawashusha watu wengine thamani ama hawaoni kama ni watu mbele yao. Kwa hiyo huyu mtu kuna roho ambayo inakuwa imemuingia. Hii roho inamfanya aweze kuwa katili sana, inamfanya asijali mazingira ya watu wengine, inamfanya aone ya kwamba hakuna kama yeye katika uso wa dunia. Kwa hiyo inamtengenezea tabia mpya ambayo ataanza kuishi mazingira ya kufanya labda uzinzi kwa sana, labda kufanya zinaa nyingi sana. Yani akawa ni mtu ambaye amebadilisha tabia na anaanza kufanya vitu ambavyo ni vya ajabu. Kimsingi hapo tabia hizo alikuwa hana hapo awali. Kwa hiyo hizi tabia zinakwenda zinafunga yale malango, ama tunasema zinakwenda kuififisha hii nyota ya mafanikio. Huyu mtu baadaye anakuja kuanza kujitenga na watu. Alikuwa na marafiki wengi, marafiki wanaanza kupotea. Alikuwa anaelewana na watu ambao pengine wanaweza kawa msaada. Alikuwa anaelewana na familia yake hapo nyuma, maelewano yanaanza kupotea. Vitu vingi vinaanza kwenda ndivyo sivyo. Tayari huyu mtu nyota yake ama malango yake yanakuwa tayari yameingikwa na roho ambayo inakuwa ya uharibifu. Yani inakwenda kuteketeza ama kwenda kuporomosha kile kitu ambacho tayari kilikuwepo ama kilikuwa ndio mfumo wa maisha yake hapo nyuma. Hapo nyuma alikuwa mtu mwema sana. Hapo nyuma alikuwa ni mtu mzuri, lakini baada ya kufanikiwa sasa hivi hasalimii watu. Sasa hivi hashirikiani na watu katika mazingira namna fulani. Sasa hivi hafanyi maamuzi bila yeye kwenda katika mazingira namna fulani. Yanaweza akawa hata ya nguvu za giza ama vitu vingine. Kwa hiyo matokeo baada ya kupata mali ama baada ya mafanikio yanaweza akawa ni sababu ya nyota yako kuweza kuharibika vibaya sana. Ulikuwa ni mtu mwenye mvuto mbele za watu, ule mvuto ukaanza kuondoka kwa sababu ya tabia mpya ambazo utazivaa ama ambazo utajivika baada ya kufanikiwa. Lakini pia jambo lingine ni maamuzi ya kimaisha yasiyokuwa sahihi, na hapa yanaweza yakagusia baadhi ya mambo ambayo yamekwisha tangulia. Ni kwamba kuna baadhi ya maisha ambayo unaweza ukawa umechagua kuyaishi. Pengine wewe ulitakiwa uweze kupambana mwenyewe, yani inamaanisha uandae safari ya maisha yako mwenye binafsi, upate mafanikio, ndipo uje ulete aina fulani ya mtu katika maisha yako, ama uwe peke yako. Kwa hiyo maamuzi muda mwingine yanaweza yakatufanya nyota zetu zikawa katika mabano, ama tunasema zisiweze kufanya vizuri na kutakata tena. Hata kama utafanya shughuli gani, mafanikio usiweze kuyaona, ama hata kama utajaribu kugusa kitu cha aina gani, bado ukawa ni mtu mwenye kuhangaika sana. Kwa hiyo maamuzi ambayo utakuwa umeyafanya ya kimaisha nayo yanaweza kawa ni sababu. Kwa hiyo kama ulikuwa ni mtu ambaye unaona kabisa nikiwa peke yangu ninaweza nikafanya 1, 2, 3 na likafanikiwa, lakini ukajikuta umeanza kufanya maamuzi ambayo mengine sio. Pengine ulikuwa unaishi peke yako, ukaanza kutamani kuwa na mtu ambaye utaishi naye katika hali ya kuwa na mahusiano, ama kama sivyo basi ukawa na yale mahusiano ambayo pengine yanaweza yakawa ni ya kupita pita na vitu kama hivyo. Tambua kwamba hapo tayari unakuwa umeingiza malango yako katika hali ya kufungamana, ama tunasema hali ya kutokuchanua kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo nyota yako inakwenda inafifia tena. Ulikuwa ni mtu wa kufanikiwa, lakini baada ya kuingia katika hayo mambo unajikuta unaanza kurudi nyuma. Lakini pia hivyo kuna mwingine akifanya maamuzi ya kuwa katika mahusiano, ndipo mafanikio yanakuja zaidi. Kwa hiyo inategemea na usahihi wa maamuzi ambayo unayo. Kuna mwingine akiingia katika mahusiano, mafanikio yanakuwa ni makubwa zaidi. Kuna mwingine akifanya yeye mwenyewe na asipojihusisha na mazingira ya aina fulani, mafanikio yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo inategemea na nyota ya huyu mtu imelala katika upande upi, ama tunasema malango yake yanamruhusu kufanya kipi, lakini pia yanamruhusu kuachilia kipi. Kwa hiyo pia tutaelekezana somo maalum ambalo utatambueje kwamba nyota yako inahitaji uweze kushirikiana na mtu mwingine ili uweze kufanikiwa ama sivyo. Kwa hiyo pia unaweza ukatambua na ukabaini kwa njia rahisi sana, ila nitakuelekeza mimi mwenyewe kwa sababu sina imani kama kuna mtu yoyote anaweza akajitokeza, ama mtu yoyote akawa na upeo wa maarifa haya ambayo nakupatia, kwa sababu mimi mwenyewe nayatoa hapa. Sio kwamba nimekaa nikaandika sehemu ama nimekaa nikaanza kutunga, hapana, bali hili ni neno ambalo huwa linanijia
automatic, ama tunasema kwenye mfumo wa mazingira yale ya kiroho, najikuta nikikupatia wewe ambaye unahitaji kuweza kujifunza mambo kama haya na kujua mazingira ya namna kama hii. Hivyo ningekuwa ni mtu wa kukaa labda naandika ama najaribu kufanya utafiti wangu ndipo nakuletea, hakika ningekudanganya sana. Kwa hiyo Mungu amekuwa akinitumia kwa njia hii ya kwamba ninaweza nikaamka nikaja na kitu kipya ambacho mimi mwenyewe sikuweza kufikiria kwamba hichi kitu kinaweza kikawa. Kwa hiyo nakupatia haya madini kwa sababu ni kitu ambacho kina flow chenyewe ndani yangu, hivyo mimi ni kama mwakilishi kwako. Sidhani kama utaweza kupata funzo la namna hii sehemu yote ile, hata ukijaribu kutafuta wapi na wapi, hakuna mtu ambaye atakuwa na upeo kama huu. Na uzuri najua mnanifahamu toka muda nimekuwa nanyi, mambo mengi ambayo nimekuwa nikielezea, asilimia kubwa yamekuwa ni ukweli, yamekuwa yakibadilisha maisha ya watu pindi ambapo wanakuwa wakiyafuata. Sio kwa kujivuna wala sio kwa kujitanguliza ya kwamba mimi ndo ninayefanya, bali huyu ni Mungu ambaye ananitumia, ingawa bado ataendelea kunitumia zaidi na zaidi. Basi tutaendelea kujuzana mambo mengi ya siri ambayo ya kupaswa uweze kuyafahamu. Kwa hiyo uamuzi muda mwingine wa kimaisha ya kupaswa uweze kuwa makini nao sana. Unaweza ukawa umeamua kufanya kitu ambacho pengine kisiwe ni sawa na passion yako, ama kisiwe ni kitu ambacho unakipenda, ukawa umeenda kuweka malango yako katika mabano, yani nyota yako isiweze kufunguka dhidi ya kile kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo nyota yako ikawa katika mabano kiasi cha kwamba hata kama ukigusa hilo eneo ukashindwa kuweza kufanikiwa ama kusogea katika mazingira fulani, unaweza ukawa hujafanya maamuzi sahihi ya wewe kuweza kuingia katika hiyo biashara, ama hujafanya maamuzi sahihi ya kuingia katika kitu ambacho unakifanya, ukawa umeingia kufanya kwa sababu wengine wanafanya. Tambua kwamba nyota yako haujaiandalia mazingira ya mvuto katika hicho kitu. Mara nyingi nyota ili iweze kuwa na mvuto na kuleta mafanikio inahitaji tufanye kile kitu ambacho tunakipenda kwa zaidi ya asilimia kubwa. Ndio maana unakuta wafanyabiashara wengi wanafanikiwa katika biashara kwa sababu wanapenda biashara zao, wanakubali kuweza kutumika katika biashara zao. Kwa hiyo wakati mwingine maamuzi yetu binafsi yanaweza yakatuingiza katika mabano, nyota zetu zinaweza zisichanue sana, ama zinaweza zisiwe ni za mafanikio katika maeneo hayo, kwa sababu hayo maeneo hatukukaa na kuweza kujidadisi ya kwamba hivi mimi ni kitu gani ambacho nikifanya nitakuwa huru, na ni kitu gani ambacho nikifanya ninakipenda zaidi. Kwa hiyo nyota inaanza kujitukuza ama inaanza kujifungulia milango ama kuanza kuona mafanikio pindi ambapo unafanya kitu ambacho unakipenda. Na mara nyingi kitu ambacho unakipenda ina maana unakuwa unakiweza. Yani ukiambiwa simama katika eneo fulani, basi hilo eneo unaliweza, unalifanya vizuri kwa 100%, na linakuwa pia lina mvuto kwa 100%. Lakini ukifanya maamuzi ambayo sio sahihi ya kimaisha na ukaingia kwenye jambo ambalo nalo linakuwa sio sahihi, tambua kwamba unakwenda kujidumbukiza katika karai la mafuta kiasi cha kwamba nyota yako inakuwa ndio inang'aa, ama nyota yako inaweza ikawa iko vizuri lakini isikuletee mafanikio kwa sababu umechagua sehemu ambayo sio yako, sehemu ambayo haivani na wewe, ama sehemu ambayo haifit pamoja na mazingira yako. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuchagua sehemu ambayo ina fit sawa na wewe, yani ukikaa wewe mwenyewe unajisikia niko comfortable, kwa sababu mazingira ya nyota, ili nyota yako iweze kung'aa na iweze kuangaza na wengine waweze kushuhudia makubwa ambayo yako ndani yako, ni lazima ukae kwenye kiti ambacho kinakuwa ni chako husika. Yani wewe una karama na kitu gani? Kama ulikuwa hauna karama ya uongozi, hata ukijaribu kwenda kwenye kukaa kwenye uongozi, utajikuta mwisho wa siku uongozi wenyewe unakukataa, ama watu wanakuona ya kwamba wewe haufai kuweza kuwa kiongozi. Ndio maana mwisho wa siku kuna watu inabidi waende kwenye nguvu za giza ama kwa waganga na vitu kama hivyo, wakatafute nyota za kuweza kuwa viongozi, wakatafute nyota za kukaa katika mazingira hayo, lakini kiuhalisia hayo mazingira yalikuwa sio ya kwao. Yani wameenda kukaa kwenye viti ambavyo havikuwa stahili. Kwa hiyo kwa sababu wamekaa kwenye viti ambavyo havikuwa stahili wao, ndio maana wanajikuta wakati mwingine wakikaa hizo sehemu hawafiti, ama tunasema yani wakikaa kwenye hayo mazingira mambo ndio yanakuwa yanaharibika kabisa. Kwa hiyo wanakwenda kulazimisha kutafuta nyota ama mazingira hayo, wanakwenda kuyalazimisha yaendane na wao kwa kujaribu kwenda kutafuta nyota kwa waganga, ama kwenda kujiunga na vikundi ambavyo pengine vinaweza vikawa vinahusiana na mazingira hayo ya ushirikina.
ili wapate msaada huko, ili waweze kukalia hivyo viti, lakini kiuhalisia hivyo viti vinakuwa sio staili yao. Ndio maana kuna mwingine hana nyota hata ya kuwa na umaarufu, ama tunasema hana nyota ya kuwa mtu wa kujulikana na vitu kama hivyo, lakini kwa sababu ya tamaa yake ama kwa sababu ya kuhitaji hicho kitu, anakwenda kulazimisha, anakwenda kuchukua nyota ya mtu mwingine ili ile nafasi akae yeye, ambayo ni baada tu ya muda mfupi huyu mtu unakuta hayuko tena katika hayo mazingira. Kwa hiyo hayo mazingira yanaweza yakaathirika, ama hayo mazingira ambayo amekaa pasipokuwa ni staili yake yanakuwa ni ya muda mfupi sana, kwa sababu yuko ambaye anastahili kukaa katika hicho kiti. Yupo mtu ambaye anastahili, ama nguvu yake na kipawa chake kipo hapo. Ndio maana kuna watu ambao wakikaa kwenye eneo fulani unaona kabisa huyu mtu anafaa katika eneo hili, ni kwa sababu nyota yake na malango yake yanapokea vitu ambavyo vinaendana na mazingira ya namna hiyo. Ndio maana sio mtu yoyote yule anaweza akawa mtumishi wa Mungu na akaweza kutenda miujiza, na ndio maana sio kila mtu yoyote yule anaweza akawa kiongozi na akaongoza nchi ama jamii mambo yakaenda vizuri, na sio kila mtu anaweza akawa mfanya biashara na akamiliki biashara zikafunguka na kwenda hadi kufanikiwa. Ni kwa sababu ya mazingira ambayo anakuwa amekaa yanaweza yasiwe sahihi kwake, ama tunasema anaweza akawa amefanya maamuzi ambayo sio sahihi kwake. Pengine amefanya hivyo kwa sababu ya kuona mwingine anafanya, ama pengine kashawishiwa kwa sababu labda ameona nina uwezo, nina mtaji na vitu kama hivi, acha niingie na huku. Kwa hiyo akalazimisha kuingia katika mazingira ambayo sio staili yake, ama mazingira ambayo hayamuhusu kiujumla. Ndio maana kwa asilimia kubwa kwa watu ambao wanakuwa wamekaa katika viti ambavyo vinakuwa sio staili yao, ama tunasema haviendani kabisa na mfumo wa malango yao ambayo yanatengeneza nyota yawe kuweza kufiti sehemu fulani, mwisho wa siku anakaa kwa muda sana, ama tunasema ni muda mfupi tu anachukua huyu mtu katika hilo eneo. Baada ya hapo anakuja anaanguka kwa sababu alitumia nyota ambayo sio yake, lakini mwisho wa siku akaenda kinyume, ama akaenda nyuma ya utaratibu na uhalisia wa nyota ya yule mtu ambaye ilitakiwa aweze kuishi. Ndio maana unapokwenda kuomba nyota ya kuweza kufanikiwa, nyota sijui ya kuweza kuonekana mbele za watu na vitu kama hivyo, unapewa na masharti fulani fulani uweze kuyaishi. Masharti haya yanaweza yakawa ni magumu wewe kuweza kuyaishi, lakini ilikuwa ni staili ya mtu mwingine, kwa sababu ilikuwa ni haki ya mtu mwingine. Wewe umekwenda kuiomba haki ya mtu mwingine. Kiuhalisia, ili uweze kuishi hii haki ya mtu mwingine, lazima kuna masharti ambayo inabidi uweze kuyatumikia ili uweze kuwa na uwalau, ama uweze kupona katika haki ya mtu mwingine, kwa sababu haki ya mtu mwingine haiwezi kuchukuliwa kamwe. Yani tunasema cha kwako ni cha kwako, kamwe hakiwezi kuja kuwa cha kwangu. Yani wewe utafanikiwa kwa nafasi yako. Hivyo mimi siwezi kuhitaji kufanikiwa nikaja kulazimisha mafanikio yako yao ya kwangu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na hata kama nikilazimisha nikaenda kutumia na nguvu nyingine ili nikupokonye kitu ambacho unacho, natambua kwamba hicho kitu sitokaa nacho kwa muda mrefu sana. Yani ndani ya muda mfupi nitapoteana katika mazingira ya namna fulani. Kwa hiyo inatakiwa uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi, uweze kufanya chaguzi zilizo sahihi katika mfumo wa maisha yako, ili usipoteze nafasi, ama ili usipoteze uwezo ulionao ama kipawa kilichoko ndani yako, kwa sababu Mungu amekiweka hicho ni cha kwako peke yako, ama ni cha kipekee. Kwa hiyo nyota yako itazidi kuangaza kwa sababu umeenda katika eneo ambalo linafiti ama liko sawa na wewe. Ndio maana kila mmoja ana eneo lake, na kila mmoja akikaa kwenye eneo fulani anaweza akafiti vizuri, ama tunasema anaweza akavutia zaidi katika eneo fulani. Kwa hiyo sio kila mmoja anaweza akakalia kiti ama nafasi ya mwenzie. Kila mtu amezaliwa na nyota yake ya kipekee, na kila mtu anaweza akakaa katika mazingira fulani ambayo yanaweza yakawa ni ya mafanikio katika maisha yake, ama yanaweza yakawa ni ya kuleta vitu fulani vya kipekee sana katika mfumo wa maisha yake. Kwa hiyo inategemea na mazingira ambayo pia upo. Mazingira yanaweza yakawa ni sababu, changamoto ambazo unazipitia zinaweza zikawa ni sababu, na vitu vingi ambavyo unavipitia vinaweza vikawa ni sababu.
Ukitaka kuendelea kujifunza zaidi kuhusiana na mazingira haya ya nyota, kwa sababu kuna watu wengi sana waliweza kuomba somo kama hili liweze kuendelea, hivyo binya subscribe, endelea kutufuatilia, kwa sababu tutakuwa tukiendelea kuachilia madini na vitu ambavyo ni vya kipekee sana, huwezi ukavipata popote pale hapa duniani zaidi ya chaneli zetu hizi ambazo tunaendelea kuachilia makala za namna hii. Na chaneli yetu ni hii Dmen TV, lakini pia kuna Nguna Media, lakini pia kuna Jipe Media. Pale utakutana na tafsiri mbalimbali za ndoto. Nguna Media tutakutana na mafunzo mengi sana kuhusiana na masuala ya afya, kuhusiana na dawa mbalimbali na vitu kama hivyo. Lakini pia hata Light Media, kwenye Light Media chaneli hii ni mpya, tunakuletea mafunzo ya kuweza kufanikisha mambo tofauti katika swala zima la kimitandao, ama tunasema namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii kufanikisha malengo ama kutimiza lengo fulani. Kwa hiyo tunafundishana masuala pia ya kiteknolojia kupitia chaneli hizo, kupitia chaneli yetu ya Light Media. Kwa hiyo hizi ni chaneli maalum ambazo zinahitaji support yako, ama tunasema zinahitaji wewe kuweza kuendelea kubaki na sisi, na sisi tutakuwa tunakupa vitu ambavyo ni vya kipekee sana, uwezo ukavipata pengine popote. Sisi tutakuwa wa kwanza, alafu wengine watafuata. Haimaanishi tunajikweza, haimaanishi kwamba tunajitanguliza mbele. Ndio wako ambao wanaweza wakafanya kwa ukubwa zaidi, lakini kwa nafasi yetu basi na sisi tunaweza tukafanya, ama tunakuwa tumekaa kwenye nafasi ambayo inatuhusu sisi kama sisi. Nikushukuru sana, niseme asante, binya subscribe button, share, like, comment, tuweze kutana katika makala nyingine ambayo tutaambizana mengi kuhusiana na siri nzito ambazo zipo katika maisha ya mwanadamu na mifumo yake.